Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeapa kulipiza kisasi damu ya wale waliomuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei wakati unaofaa. Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran limetangaza kuwa wahusika wa uhalifu wa mauaji dhidi ya kiongozi mwadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei na watu wa Iran watakabiliwa na adhabu kwa wakati unaofaa kutoka kwa viumbe waadilifu, huku nchi hiyo ikijiandaa kwa mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa ni kwamba ngome iliyokunjwa kwa kiongozi aliyeuawa shahidi wakati wa kupaa kwake na kurejea kwa Mola wake itabaki kuwa ishara ya kudumu ya mafundisho ya sera ya usalama wa taifa ya Iran, amesema Mohammad Bagher Zolkadr, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran. Zolkadr, kamanda mkongwe wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, aliyeteuliwa katika nafasi ya juu katika Baraza la Usalama wa Taifa mnamo Machi 24 mwaka huu baada ya mauaji ya mtangulizi wake Ali Larijani katika shambulio la Marekani na Israel, ametoa onyo hilo kabla ya mazishi ya kiongozi huyo yanayotarajiwa kuanza siku kadhaa zijazo. Faili la kulipiza kisasi cha damu safi ya Khamenei, mwadham na mashahidi waliodhulumiwa wa Iran bado liko wazi, ametangaza Zolkadr, na kuongeza kwamba wahalifu na wale walioamuru uhalifu huo watakabiliwa na adhabu yao ya haki kutoka kwa viumbe waadilifu kwa wakati unaofaa ambao hautachukua muda mrefu. Katika taarifa tofauti, Baraza la Walinzi wa Katiba wa nchini Iran limesema adui aliyetenda uhalifu huo mbaya kwa matumaini ya uongo ya kuvunja irada na azma ya taifa la Iran, lakini hawakujua kwamba kuuawa kwa kiongozi mwadham kutakuwa tochi ya mapambano na wapiganaji na mwongozo wa ushindi, imesema taarifa hiyo. Baraza hilo limetaja mazishi ya kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu kuwa ni kipindi cha kihistoria cha mabadiliko katika uthabiti wa mfumo wa Kiislamu, na kuongeza kwamba damu ya kiongozi alitangulia katika njia ya ukweli hadi ushindi wa mwisho utakapopatikana, na itabidi kuikatisha tamaa kambi ya ubeberu. Mazishi haya si shughuli ya maombolezo tu, bali ni dhihirisho la imani na uaminifu wa taifa ambalo kwa miaka mingi chini ya uongozi wa Ayatollah Al-Khamenei limepita katika njia ya heshima na wapiganaji. Shughuli hii kubwa ni ishara ya nguvu ya Iran dhidi ya kambi ya ubeberu na fursa ya kutangaza tena utiifu kwa maadili ya mapinduzi, imesema taarifa ya Baraza la Walinzi wa Katiba. Watu wa Iran kwa mahudhurio yao makubwa wataonyesha mshikamano na umoja wa kitaifa, imesisitiza taarifa hiyo, na kuongeza kuwa watatuma ujumbe kwa ulimwengu mzima kwamba kuuawa shahidi kwa kiongozi wao kumeimarisha zaidi azma ya taifa. Hata hivyo, Baraza la Usalama la Taifa nchini Iran limeweka wazi kwamba wale waliomuua kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei nao pia wanapaswa kuuawa, na baadhi ya wanazuoni wa Iran wakitoa fatwa kutaka kuuawa kwa Donald Trump na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mgawanyiko usiokuwa wa kawaida umeripotiwa ndani ya Baraza la Wataalamu wa Iran, chombo cha juu zaidi cha wanazuoni wa kidini nchini Iran. Takribani theluthi mbili ya wajumbe wa baraza hilo lenye wanachama 88 walitoa fatwa ya kidini inayotaka kuuawa kwa rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Fatwa hiyo ilieleza kuwa ni wajibu wa Waislamu kuwaua viongozi hao wawili iwapo watapata fursa kufanya hivyo. Hata hivyo, uongozi wa Baraza la Wataalamu umeitaja fatwa hiyo kuwa isiyokuwa ya kawaida, ukisema maudhui yake yanahitaji mjadala na uchambuzi zaidi. Fatwa hiyo iliyotolewa na wanazuoni wenye misimamo mikali imejumuisha katika barua iliyotumwa kwa umma wa Iran. Barua hiyo ilisema kuwa Tehran haipaswi kukubali kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz wala kujadili mpango wake wa nyuklia katika mazungumzo na Marekani. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.